Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ, Masudi Ali Mohamed amewataka viongozi wa jumuiya wafanyabiashara wa soko la Jumbe Juasoju kuendelea kuwa mfano, naye yupo tayari katika kuzitatua hatua kwa hatua changamoto zinazowakabili. Nasaha hizo zimetolewa na Katibu Tawala Mkoa Mjini Mohamed Ali Abdallah kwa niaba ya waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa na idara maalum za SMZ. Katika eneo hili yanakuwa. Lakini la pili, alinambia kwamba yuko tayari kupokea changamoto, na changamoto hizo zitatatuliwa hatua kwa hatua kabla hali inavyokuwa inaruhusu. Lakini jengine alinambia kwamba tuweze kueleza kwamba mkutano mkuu huu wa Juasoju uwe ni kitivo cha kuendeleza amani, mshikamano na umoja kwa wafanyabiashara. Jumuiya hii iwe ni muendelezo wa wafanyabiashara, isiwe ni sababu ya kuja kuwagawa wafanyabiashara katika misingi ya eneo, rangi, kabila, siasa au jinsia ya mtu alivyo. Kwa hivyo anaitakia jumuiya hii iwe ni chachu ya maendeleo. Sasa asingependa kusikia jumuiya hii haiendeshwi katika kukiuka misingi na taratibu za utawala bora. Anapenda kusikia kwamba wale watakaopewa dhamana, kamati tekelezaji pamoja na viongozi wengine, wawe ni chachu ya kuwasaidia wenza wao, wawe ni daraja la kutoka watu wa chini kwenda katika watu wengine. Kwa hivyo hategemei jumuiya hii ya Juasoju kuwa ni jumuiya ambayo itakayoweza kuleta fujo, itakayoweza kuhamasisha fujo, migomo na vitu ambavyo vilivyokuwa si vya kawaida katika jamii yetu. Sasa Mheshimiwa Waziri alinambia kwamba anakunasihini sana, twende katika jumuiya yetu hii katika misingi ya kuheshimu sheria na taratibu za nchi. Katibu ameongeza kuwataka wazingatie sheria na maadili, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inakwenda katika kipindi cha uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Mimi nikushukuruni sana na nikutakieni heri sana, lakini zingatieni maadili, zingatieni sheria na taratibu. Hii ni jumuiya. Tunakwenda katika mwaka ambao una mshike mwingi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna watu wanaweza wakajipenyeza katika kuitumia jumuiya kwa maslahi yao na maslahi ya vyama vyao. Kuweni makini, mtakuja kukosa kaa pamoja na ganda. Kuifuta rahisi kuliko kuiunda tena. Hilo niseme bayana, mchana kweupe, wala sipepesi maneno. Katika hotuba yake ya utendaji wa mwaka mmoja, katibu wa Juasoju Faki Suleiman Hatibu ameutaja mkutano huo kuwa wa kihistoria kwa kueleza baadhi ya mikakati ya jumuiya, sambamba na kutumia nafasi hiyo kuwapongeza manispaa Magharibi B na kwa kipekee kumpongeza Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kuwaheshimisha wafanyabiashara hao. Dira na mkakati wa jumuiya, jambo la kwanza ni kuwasomesha wafanyabiashara wajue biashara. Walio wengi tunafanya biashara kulingana na mahitaji yetu na shida zetu, lakini jumuiya tumefikia pahala tukasema kwamba kupitia kwa mwakilishi na mbunge ambapo wamekubali kutuwezesha tuwasomeshe wafanya biashara kupitia Juasoju elimu ya biashara. Namba 2 ni mafunzo mbalimbali kwa wajasiriamali ndani ya soko. Namba 3 ni kutumia vizuri SP ya jumuiya tulionayo. Namba 4
ni kupiga hodi kwa wizara husika zitusaidie mafunzo bora ya uongozi. Namba 5 ni sera ya uchumi wa buluu kuifanyia kazi zaidi. Namba 6 ni kuunganisha wafanya biashara na makampuni makubwa ya kilimo, biashara, mafunzo na tafiti mbalimbali kuboresha JUWASOJU. JUWASOJU! Mwisho kabisa, nitoe shukurani zangu za dhati kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kwa kutuwezesha na kutusaidia na kutuweka sehemu ya utulivu. Na kama haitoshi, ziara yake ya jana ina ishara njema kwa jumuiya na wafanya biashara. Inafanana na ziara ya mwaka jana baada ya mkutano wetu kama wa leo. Maana yake siku ya kesho alitembelea ndani ya soko na tukajadiliana mambo mbalimbali na akatoa maelekezo na miongozo. Kwa kupitia forum hii nimpongeze kwa ziara yake ya jana ambayo alifanya kwa makusudi kukutana na wafanya biashara na kupata mustakabali mwema wa mwelekeo wa Ramadhani. Hatuna budi kumpongeza kwa sababu kubwa ya kuweza kutumia muda wake mwingi na kufikiria jinsi gani ya kujenga masoko haya, na leo tunayatumia tukiwa katika kivuli. Naomba tumpigie makofi na tumpongeze sana. Mkutano huo siku moja umepokea taarifa ya mapato na matumizi ya fedha, huku risala ya jumuiya ikieleza mafanikio na changamoto zinazowakabili wafanyabiashara kwa ujumla. Uwepo wa punguzo la ushuru ikitokea biashara hiyo haipo, hiyo imeoza, ili kumpa ahueni mfanyabiashara huyo. Kitengo cha ndizi. Hakuna eneo stahiki kwa wafanyabiashara wa ndizi. Uwepo wa mazingira hatarishi kwa wafanyabiashara wa ndizi. Hii ni kutokana na kuwa karibu na jaa linalotoa maji machafu yenye harufu mbaya. Kukosekana kwa eneo linaloziba juu. Hii ni kutokana na uwepo wa eneo la wazi la viazi ambalo limetengwa kwa ajili ya wafanyabiashara wa ndizi. Hivyo jua na mvua hali hatarishi kwao pamoja na biashara zao. Kitengo cha mananasi. Kutokuwepo kwa eneo rafiki na stahiki kwa biashara ya mananasi. Hii ni kutokuwepo kwa eneo ambalo limezibwa juu ili kuyaruhusu mananasi yasipate maji kipindi cha mvua. Kitengo cha kuku. Uwepo wa changamoto katika mikataba kutokurejeshwa kwa mfanyabiashara JUWASOJU ishirikishwe katika uboreshaji. Kutokuwepo kwa majibu sahihi kwa mfanyabiashara kutoka kwa mwekezaji. Tupatiwe mikopo aliyoagiza Rais, ikiwemo mikopo isiyo na vikwazo vingi. Kitengo cha matikiti. Kupunguziwa tozo ya biashara za matikiti. Miundombinu ya eneo la wafanyabiashara wa matikiti iboreshwe kwa vile ni mbaya sana, hususan wakati wa mvua. Hivyo tunaomba kusamehewa tozo ya miezi 6 ili waweze kuboresha mazingira katika eneo hilo kabla ya kipindi cha mvua za masika hayajafika. Deni shilingi milioni 3,842,000. March mapato yalikuwa shilingi milioni 3,772,000. Matumizi shilingi milioni 2,585,000. Baki shilingi milioni 1,187,000. April mapato shilingi milioni 10,609,000. Matumizi shilingi milioni 5,875,000. Baki shilingi milioni 4,794,000. Mei mapato shilingi milioni 4,436,000.
Matumizi T shilingi milioni 3,909,305. Baki T shilingi 532,500. Juni mapato T shilingi milioni 4,05,000. Matumizi T shilingi milioni 6,952,000. Deni T shilingi milioni 2,449,000. Tukio hilo la aina yake limefanyika katika soko jipya la Jumbi, limeambatana na zoezi la uchaguzi mdogo kwa kuziba nafasi za naibu katibu mkuu, ambapo Khalfan Saleh Ali ameshinda nafasi hiyo kwa kupata kura 38 dhidi ya 28 za mpinzani wake Rajab Idi Suleiman. Akifunga mkutano huo, meya wa manispaa Magharibi B Hamisi Hassan Haji amewataka wanajumbi kuwaamini viongozi wao na kuthamini nguvu za serikali kwa maana ya kulitunza soko hilo sambamba na kudumisha amani na utulivu. Mkutano huo umeongozwa na mwenyekiti wa Juasojo Johari Rajab Kado maarufu Mama Samia wa Jumbi, unajiri ikiwa ni siku moja tu ambapo Rais Dr. Mwinyi afanye ziara sokoni hapo, siku chache kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Soko la Jumbi ni miongoni mwa masoko mapya na ya kisasa yaliyojengwa katika serikali ya awamu ya 8, ikiwa ni ahadi ya rais kuwawekea mazingira mazuri wafanya biashara wadogo. Huo ni mkutano mkuu wa mwanzo tokea uongozi huo uingie madarakani kikatiba Februari 25 mwaka 2024. Bakari Mshauri, PM Swahili Online TV.